hakujui, Mungu anakujua. Haleluya. Mungu ananijua, hata kama yanijui, katika jina la Yesu. Haleluya. Uwe na sababu ya kuinuliwa kwa jina la Yesu. Naweza mambo yote, naweza mambo yote, naweza mambo yote. Ongeza tena sauti yako. Kwa mikono juu, wanaponya watu namna hii. Ongeza tena sauti yako kwa nguvu. Mungu anaponya maisha ya mtu, anaponya kazi ya mtu, anaponya familia ya mtu, anaponya huduma ya mtu. Sasa mchana wa leo, Mungu anaweza mambo yote na ni mwaminifu, anaweza kila kitu, anaweza yote. Yesu wewe Bwana wa Bwana, anaweza yote, anaweza kuondoa mavimbe kwenye mwili wako, anaweza kuondoa kila utasa sasa, anaweza kukufungua minyororo yote, anaweza kuvunja kila madhabahu, anaweza kuponya ndoa yako. Sasa tunapozungumza, anaweza kuingia kwenye ndoa yako mwaka huu. Bado huduma ya mtu inainuliwa sasa, huduma mtu inainuliwa, huduma mtu inainuliwa, huduma mtu inainuliwa, huduma mtu inainuliwa. Kuna mtu mbingu zinafunguka kwa ajili yake, mbingu zinafunguka, mbingu zinafunguka, mbingu zinafunguka. Kuna Mungu anapita kila mahali kuponya watu, kuinua watu, kubariki watu, kuondoa matatizo yote, kwa mifungo yote. Mungu anaweza mambo yote, na ni Mungu mwaminifu, ni Mungu mwaminifu, ni Mungu mwaminifu, Mungu mwaminifu, mwenye kiu kunywa maji, mwenye njaa Mungu akulishe sasa, katika jina la Yesu wa Nazareti. Maana Mungu ali hai. Wacha mtoto wako Mungu akakuponye, wacha mtoto wako Mungu akakuokoe, Mungu akakuokoe. Umelia kwa ajili ya familia, Mungu anaweza yote, anaweza mambo yote, anaweza yote, anaweza yote, anaweza yote. Kufungua milango ya kazi, biashara, anaweza mambo yote. Mungu ni mwaminifu. Kuna makundi namna hiyo, kuna huduma zinainuliwa, kuna makundi namna hiyo. Haleluya. Watu kama yata, ninasikia nguvu za Mungu kwenye madhabahu haya, ninasikia nguvu za Mungu zinapita ndani ya watu, ninasikia watu wakirushwa, watu wakiinuliwa, watu wakiponywa. Mungu awezaye mambo yote katika madhabahu hii, katika madhabahu hii, kwa kile mwana kondoo, yuko mwenye nguvu zote, mwenye kuweza yote. Nani alikwambia Mungu hawezi? Nani alikwambia Mungu ana mipaka? Nani alikwambia hautavuka hapo? Nani alikwambia utapona? Ni daktari gani alisema na maisha yako? Mungu awezaye yote. Oh, Ramosai, oh, Ramasaka, Rabasa, Imoka, Rabasa, Ramayago, Yosa, Mama, ina mikono nisema Baba, unaweza mambo yote. Sema tena Baba, sema Baba yangu na Mungu wangu, unaweza mambo yote. Baba yangu na Mungu wangu, unaweza kuniinua. Baba yangu na Mungu wangu, unaweza kunibariki. Baba yangu na Mungu wangu, unaweza kunitia nguvu, unaweza kuniweza, unaweza kunisaidia, unaweza kunitetea.
Baba yangu na Mungu wangu, unaweza Bwana kunipeleka hatua nyingine siku leo katika maisha yangu ya kiroho, ya kimwili. Baba yangu na Mungu wangu, ninajua pamoja na wewe sitashindwa. Pamoja na wewe unaweza yote. Unaweza Baba kunifanya wa thamani, kunifanya wa maana, kunifanya mwenye nguvu, kunifanya mwenye uweza. Kwako ni jambo dogo kuinua maisha yangu, na ninaamini leo ni siku yangu ya kuona utukufu wako, ya kuona ukuu wako, ya kutetea na mbingu, ya kupigania na mbingu. Ninaamini leo ni siku yangu, siku yangu imewadia, siku yangu imewadia ya kupokea hatua nyingine, ya kuinuliwa, ya kuheshimishwa katika jiji la Nairobi, ya kuheshimishwa katikati ya familia, katikati ya watu, kwa jina la Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, sitaondoka hapa. Baba umenibariki, Baba umeniinua, Baba umeniponya. Ninanyenyekea ili wewe ukainuliwe, ninashuka chini ili wewe ukainuliwe. Siwezi lolote bila neno lako, siwezi chochote bila neema yako. Ninaomba leo neema yako ikanitoshe, ikanibebe, ikanisaidie, ikaniinue. Ninaomba leo neema yako ikanitajirishe katika jina la Yesu. Shangilia aliye hai, aliye hai, aliyekuokoa na wewe, amebariki wengine na kubariki na wewe. Amani ya Bwana itawale, amani ya Yesu itawale, amani ya Mungu itawale, amani ya Jehova itawale. Wewe ni mfalme wa amani, akupe amani maisha yako yote, akupe amani maisha yako yote, akupe amani kwa kushindana, akupe amani kwa kazi yako, akupe amani kwa biashara. Uwe na amani kwa jina la Yesu. Uwe na amani kwa Nairobi. Uwe na amani kwa jina la Yesu. Wewe na bashaka kosa. Katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Naweza kukaa kwenye uwepo. Namshukuru Mungu muumba mbingu na nchi. Narudia kusema tena, ni mapenzi ya Mungu kuwepo sahi mazingira haya. Na ninaomba ale Mungu ameyakusudia kwa dakika hizi chache akayafanya kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Wakati Alhamisi mtumishi wa Mungu ananipigia simu ya kuja Kangemi Nairobi, Jumatano ile wazo lilikuwa ndani yangu. Nilikuwa nasema ngoja nimpigie mtumishi wa Mungu ngala simu, maana nataka nipite Isli mara moja afu nirudi Arusha. Kumbe Mungu aliweka mawazo ya kuja huku kuanzia Jumatano. Alhamisi aliponipigia simu, kamsikiliza, akaniambia Jumapili. Lakini sikuwa na cha kuzuia kwa sababu ile wazo lilikuwa ndani yangu tayari. Bwana asifiwe sana. Cha msingi mapenzi ya Mungu yatimizwe kwa jina la Yesu. Na zaidi ninafurahi kuona mnazidi kubarikiwa na shuhuda nyingi. Sikia watu wanamiliki vitu kadha wa kadha, inamaanisha kuna mkono wa Mungu mahali hapo. Na kama kuna mwingine amewahi kuinuliwa, zamu yako inakuja. Maana Mungu yuko na mazamu yake. Sema amen. Sema ilipowadia zamu ya Zekaria, akatokiwa na malaika, akapewa ujumbe wa kuzaliwa Yohana Mbatizaji. Kila mtu ana zamu yake. Kama kuna waliopata vya kwao, vya kwako vinakuja kwa jina la Yesu. Mwambie jirani usio na hofu. Kuna nyumba ya mtu itakwenda kushangilia harusi kwa jina la Yesu.
Kuna jumba mtu tutaenda kushangilia ununuzi wa mashamba. Au sijasikia amina? Tunamhubiri Mungu aliye hai. Tunamhubiri Mungu anayejibu kwa mtu. Yule ndo Mungu tuko na yeye. Hatujashindwa na hatutashindwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Tuwe kuna vita, kusiwe na vita, ushindi ni lazima. Wangeinuka wasiinuke kushinda ni lazima. Maana kawaida yao lazima wainuke kukujaribu. Lakini wewe hautajaribiwa kwa jina la Yesu. Simjaribu Bwana Mungu wako. Sema amina. Hata tukujaribu hawatakuweza. Bwana Yesu asifiwe. Sema kila vita ina mlango wa kutokea. Sema na kila vita itanipa hatua nyingine. Itakuwa ni ngazi ya kupandia. Kuna mtu ananielewa? Vita inaweza kaua wengine, lakini kwako itakuinua. Bwana apewe sifa. Mungu ndio umeelewa. Mwambie itawashusha wengine, lakini kwangu nitainuliwa. Kikao alichokuwekea ni cha kukutambulisha zaidi, cha kukuinua zaidi. Hata mfalme atashangaa. Utasema mbona nimeona wanne humo? Haleluya. Kuna mtu ananielewa? Nasema kikao chochote anachokifanya kinaenda kukuinua zaidi kwa jina la Yesu. Hatuwezi kushindwa na hatutashindwa kwa namna yoyote. Nataka nilete maneno ya Mungu kwa kifupi, kwa haraka, na nguvu za Mungu zikakutawale, na mwenye kupona akapone, mwenye kuinuliwa akafunguliwe, mwenye kuhitaji amani akapate amani, mwenye kuhitaji furaha ndio saa yake. Mungu kainuliwe sana majira haya, ukamtukuze mwanao Yesu Kristo kwa madhabahu haya, ili watoto wako na wao wakainuliwe kwa jina la Yesu. Wewe ndio mfalme, mfalme ni Bwana wa Bwana. Tumekusanyika ni kwa sababu tunakuamini Bwana. Wako walikuja na mizigo na namna mbalimbali katika mazingira haya. Ninaamini Mungu hawatatoka na mizigo hiyo. Hawatatoka na matatizo hayo. Hawatatoka na hofu na mashaka walizokuja nazo. Alikuja hali ameinamisha moyo, akitoka mahali hapa atatoka na kelele za furaha kwa jina la Yesu Kristo. Hali alikuja akiwa mgonjwa, atatoka hapa akiwa mzima. Alikuja hana maisha yanayoeleweka, akitoka hapa akiwa na maisha yanayoeleweka. Alikuja hapa akiwa anadharauliwa, akitoka hapa na akaende kuheshimiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wacha roho yako mwema kazidi kututawala, na nguvu zako zikazidi kututawala. Ulisha maneno yako yawe na nguvu, yawe hai, yawe na uzima, yakaenda kubadilisha watu. Maana maneno yako ni roho, yakaleta roho ya uzima, yakaleta roho ya utajiri, yakaleta roho ya utumishi, yakaleta roho ya kuinuliwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninafunga mapepo yote, ninafunga kila uchawi, ninafunga kazi za shetani, ninafunga roho za uharibifu, ninafunga kila roho zilizotumwa kinyume kwenye madhabahu haya, kwenye kanisa hili. Shetani saa yako imeisha, imeisha pale msalabani, imeisha pale Kalvari. Una lolote, una chochote kwenye mazingira haya, ni nyumba ya Bwana. Ninakemea wote wanaoleta sana haramu, ninakemea mapepo yote, kila vurugu, kila uharibifu. Ninang'oa roho zilizotumwa kwenye mazingira haya, ninang'oa kila uharibifu, ninang'oa vitisho vyote, ninang'oa kila mungu za giza, ninang'oa kila uharibifu wa kipepo. Amani ya Bwana ikatawale, kuta za moto zipasingine mazingira haya kwa jina la Yesu Nazareti. Watu wanaotuona amani tukakarudi kwenye matua haya. Teta nao wanaoteta nasi, pigana nao wanaopigana nasi, waletega nyavu zikawanasa wenyewe, waliochimba mashimo wakatumbukia wenyewe. Mabaya waambie wabaya, wamekuja kwa njia moja, kwa njia saba. Tunawasambaratisha, tunawateketeza. Mungu kwa uangalizi wabaya na rehema zao na njia zao, wameinuka kwa mabaya, Mungu akamwinukile, Mungu akatete naye, akapigane naye kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema amen. Yes, unaweza kukaa kidogo. Na kile Mungu ameweka ndani yangu jambo sio la kawaida, na nimegusia
kuhusu baraka za Baba. Sema baraka za Baba. Tunaposema baraka ina maana imebeba kila heri. Haleluya. Tunaposema baraka ni kuinuliwa kwa kila namna. Mahitaji yako yote yako huko. Baraka za Baba. Nadhani madhabahu ina Baba, si ndio? Sema Baba. Watu wengi na washauri sana hata wanaposafiri kwenda mikoa mingine, nawaambia watafute madhabahu wawe na baba kiroho. Maana baraka za Mungu zinatokaga kwa Baba. Na Baba huwa anatamkaga tu vinafanyika kwenye maisha yetu. Na ukiona nimefika hapa, hii ni baraka ya Baba yako kwa jina la Yesu. Na siwezi nena tofauti na madhabahu haya na Mungu aliye naye. Yale amenena kuhusu baraka za namna zozote, mimi niko humo kwenye baraka za Baba. Sema amen. Sema amen. Simebarikiwa sana mama na kanisa zima. Tumetangaza baraka kubwa sana. Hizo ni baraka za nani? Na mimi niko chini ya madhabahu ya nani? Na mimi ni baraka ya nani? Kwani sangeamua singeniita? Kwa kinaona mimi ni baraka ya Baba. Sema Baba, tunakushukuru kwa kuleta mgeni. Hii ni baraka ya Baba. Na mimi ninaenda kuwa baraka kwako kwa jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Andika rakaraka, ili mtu abarikiwe au alaniwe lazima iwe sababu. Ili mtu abarikiwe au alaniwe lazima iwe sababu. Ukiona mtu anabarikiwa kuna sababu. Na ukiona mtu analaniwa kuna sababu. Methali 26:2, laana isiyo na sababu haimpati nini? Kwa mtu akienda juu kuna sababu. Haleluya. Na nataka Mungu akusaidie kila wakati uwe na sababu ya kubarikiwa, ya kuinuliwa. Mwambie uwe na sababu. Maana kubarikiwa lazima uwe na sababu. Kwa tumekuwa wachungaji kuna sababu. Bwana sasa. Na leo kuna sababu pia imesababisha watu wabarikiwe. Na mtabarikiwa zaidi kwa jina la Yesu. Andika tena. Baraka zinatoka kwenye moyo uliofurahi. Na chini yake andika tena. Namba 3. Laana zinatoka kwenye moyo uliochukizwa. Baraka zinatoka kwenye moyo uliofurahi. Na laana zinatoka kwenye moyo uliochukizwa. Twende vizuri tu. Ili baraka ziachiliwe lazima kuwa kuna moyo uliofurahishwa. Na ili pia mtu apokee laana lazima awe ameuchukiza moyo. Mtu hawezi tu kulani ufe ushindwe. No, kuna kitu kimefanyika. Inawezekana ulikuwa na lugha. Inawezekana ulikuwa unazuia maendeleo. Inawezekana ulikuwa kinyume na madhabahu. Ndio inafika mahali mtu anaachilia neno baya. Na kadhalika, moyo unapofurahia kitu kikafanyika au kitu kimefanyika kizuri, ndipo ule moyo unasema huyu mtu lazima Mungu, huyu mtu simwache. Huyu mtu Mungu mbariki. Haleluya. Na kuna aina ya watu mara nyingi hata mchungaji akitembea anawaona kila hata kwenye maombi, kwa sababu wanapendeza moyo wake. Na huwa mara nyingi hata akiomba sio rahisi awasahau. Na akisikia anapitia tu shida, anaguswa kwenye moyo wake na kumwombea kwa haraka, kwa sababu ni mtu fulani anayebariki moyo wa Baba. Haleluya, haleluya. Anayebariki moyo nani? Narudia tena, baraka bila sababu. Huwezi kuinuliwa bila sababu. Lazima iwe sababu. Na usikubali kukaa kanisani bila kuwa na sababu ya kubarikiwa. Hizo tunasema mashamba, magari, vyote hivyo vinatokana na moyo wa Baba ulifurahi. Akikutamkia popote utafanikiwa kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Kumbuka kweli alimtamkia Hana mara moja tu, chukua haja zako, pokea kwa kadiri ambavyo ulikuwa naomba. Hapo akabarikiwa.
akaja kumpata mtoto anaitwa nani? Sema Samuel. Kwa tamko la nani? Haleluya. Angekuwa yuko kinyume na madhabahu, hangempata Samuel. Hii kwa sababu alikuwa ni mtu wa madhabahu na mume wake na wanaenda kanisani mara kwa mara, tena wakitokea mbali. Eli alipomwona yule mama na mume wake wanavyojituma kanisani na kujitoa mara kwa mara, aliposikia kuna shida kwenye familia, aliondoa mara moja. Sema amen. Sema amen. Kile kitabu cha Mwanzo 8:22, nataka kuongeza familia moja hapa, alafu tupate muda mzuri wa watu kufunguliwa kwa jina la Yesu. Mwanzo 8. Mwanzo 22. Wacha nianze ile mstari. No, 9:22. No, 9:22, andika 9:22. Tu moja naomba unisomee. Mwanzo 9:22. 9:22. Hamu baba wa Kanaani akaona uchi wa baba yake. Akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Bwana bariki naye. Naendelea. 23 nasoma. Shem na Yafeti wakatoa vazi wakalitanda mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyume, wakafunika uchi wa baba yao, na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuona uchi wa baba yao. Nuhu akalevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtendea, akasema, na alaaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa kabisa wa ndugu zake. Akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa Shemu, na Kanaani awe mtumwa wake. Mungu akamfanikishe Yafeti na akae katika hema za Shemu, na Kanaani awe mtumwa wake. 28. Na Nuhu akaishi baada ya ile gharika miaka 350 na kadhalika na kadhalika. Sema amen. Nataka nikuonyeshe hii familia au hili kanisa. Sema hili kanisa. Bwana sifiwe. Ndani ya hili kanisa la Nuhu palikuwa na watu waliobarikiwa, na hapo palikuwa na watu waliolaaniwa. Sema kanisa moja. Sema kanisa moja. Wengine wanainuka, wengine wanakufa, wengine wanaenda juu, wengine wanaenda chini. Sema kuna sababu. Sema kuna sababu. Haleluya, haleluya. Maandiko yanasema huyu Hamu alipoona baba yake ana tatizo, kiongozi wake yuko na shida, badala ya kumsaidia akawa anachekelea, akawa anafurahia, na akaenda kutangaza, baba amekwama, hakuna kinachoendelea, ameyumba, mambo yamegoma. Kwa mtu anayekusaidia, kwa mtu aliye mbele yako, alibeba baraka. Bwana sifa. Amen. Na maandiko yanasema Yafet na Shemu waliposikia hayo, kwamba baba yao kuna magumu, kuna mapito anapitia, wakaenda wakamfunika. Sema amen. Sema kuna waliofunika baba yao, kuna waliomsema vibaya baba yao. Biblia ndio uko upande gani? Mwambie unamfunika matatizo au unafichua matatizo au unatangaza matatizo. Kuna watu wanajibebeaga laana wenyewe. Leo ninakuambia wewe mtu akufunika kwa jina la Yesu. Kwa sababu kuna sababu ya mtu kubarikiwa. Bali kwa sababu waliposikia baba yao, wakaenda wakamfunika ile aibu, haikuonekana tena kwa jina la Yesu. Na ule mzee alipolevuka, alipoamka, akajua ili kanisa liko pande mbili. Kuna leo pande wao
Nikipata shida ananisupport. Nikipata matatizo ananiombea. Nikiwa na upungufu ananisaidia, akatambua. Na kuna wengine wako kinyume na mimi. Nikipata shida anachekelea. Nikipata shida wako wepesi kunitangaza. Kukaanza kutoka vitu ndani yake. Bwana sasa walifurahisha Mungu kwa kumfunika kiongozi wao, wakabarikiwa kwa jina la Yesu. Sema amen. Bwana asifiwe sana. Mama ndani huyo unafunika wengine. Haleluya. Kiona mchungaji anakula sukuma, nenda kanunue nyama, mfunike kwa jina la Yesu. Sende kutangaza mchungaji ameishwa mpaka anakula nini? Mpaka anakula sukuma. Kiona kiatu kimeanza kuchoka rangi, unamfunika. Sisi unaona kiatu mchungaji? No. Kila kitu kina sababu. Kila kuinuliwa au kushushwa kuna sababu. Bwana sasa, ukiwa mtu wa kufunika kazi ya Mungu, kufunika mtumishi wa Mungu, kuna sababu kwako ya wewe kwenda kubarikiwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Ninaamini kazi ambayo mmefanya kanisa, kuleta gari ya viwango vya heshima kwa mtumishi wa Mungu, mmemfunika mtumishi wa Mungu. Hata kuna mahali wanaume wanarudi kupaki gari na hata paki ya kwake. Na ni gari ambayo kuna viwango. Sema amen. Sema kwa jina la Yesu. Na kama mmefunika mtumishi wa Mungu, Mungu anaenda kufunika. Ndio mnaenda kubarikiwa kwenye maisha yenu. Nasema mnaenda kubarikiwa kwenye kazi. Mnaenda kubarikiwa kwenye machumba yenu. Mnaenda kubarikiwa kwa watoto wenu. Neema ya Mungu itawapalia kwa jina la Yesu anaye. Haleluya. Yuko Mungu mahali hapo. Haleluya. Na kuna watu mna kila sababu ya kwenda kubarikiwa leo, ya kwenda kuinuliwa viwango vingine kwenye maisha yenu. Bwana apewe sifa. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo 27, unganisho la neno la fundi. Tena tunaelekea wapi? Mwanzo 27. Ule mstari nitasoma wa kwanza mpaka wa 4 tu. Tuone kitu kimoja hapo katikati. Andiko linasema, ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yalipokuwa yamepofuka asione, akamwita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia mwanangu, naye akamwitikia akasema hapa. Akasema mimi hapa. Akasema tazama sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui atakayo siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba, chukua mata yako, pondo lako, upinde wako, ukaende nyikani, uniwindie mawindo, ukalifanyia chakula kitamu namna ile niipendayo, ukaniletee ili nile, na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Sema chakula kitamu, kile nikipendacho, ili roho yangu ikubariki. Sema gari tamu, ile apendayo. Haleluya. Ili tupokee nini? Na anasema kabla sijafa. Bwana sasa, kitu gani nazungumza? Usisubiri mtu anakufa ndio ukanunue viatu vya maiti. Bariki mtu akiwa hai, ili akubariki. Maiti haitazungumza. Haleluya. Kuna watu ni mabingwa wa kutoa michango kwenye mazishi. Kitu baba anasema kabla sijafa, leta nyama nile. Nikiwa hai ninunulie viatu. Nikiwa hai nunua suti. Mama, usingoje mpaka mchungaji amezeka, mchungaji amekufa ndio uende kule. Haleluya. Haleluya. Wengine wakisikia mchango wa gari wanakakana. Lakini wakisikia mchungaji amekufa, ndio sie tuchangie, leta daftari niandike. Tunatoa akiwa hai. Tunamtumikia Mungu na mchungaji akiwa hai. Hatutasubiri afu kwa jina la Yesu. Na vile tunafanya na yeye atazidi kuwa na maisha marefu. Atazidi kutua moyo. Atazidi kutua nguvu. Maandiko nasema moyo wa Israeli ukafufuka alipoona magari. Akazidi kuwa na nguvu alipoona magari.
Unajua kuna watu wanaweza kukuletea kero. Maana nasema Elia alipopelekwa ujumbe mbaya alitamani kufa. Akamwambia Mungu, ya nini mimi niishi na hali ndio hii? Akaomba kufa. Lakini wakati watu kupata ujumbe mzuri, wanapoona watoto wanawabariki, wanasia kuendelea kuishi. Stress, pressure zinaondoka. Sema amen. Wangapi wanataka baba mchungaji, baba askofu wa miaka mingi zaidi? Sema nitamfunika akiwa hai. Sema nitamfunika akiwa naishi. Msimwache aombe mwenyewe. Msimwache aje kanisani mwenyewe. Msimwache aje mikesha mwenyewe. Msimwache ang'ang'ane peke yake. Tutafanya na yeye. Akija kanisani tutamfunika. Tutaenda na yeye. Sema amina. Makofi kwa Yesu aliye hai. Makofi kwa Mungu aliye hai. Mwambie jirani, wewe utanunua lini? Mwambie utatoa fungu la 10 lini? Mwambie utatoa sadaka lini? Utanunua kiatu cha mchungaji lini? Utanunua vitu vya ujenzi lini? Haleluya. Tusisubiri mtu afe. Anamwambia mwanangu, nipe kabla sijafa chakula kitamu nipendacho, na mimi nikubariki kabla sijafa. Maiti ibariki mtu. Haleluya. Utakuwa umechelewa sana kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema kuanzia leo. Sema kuanzia leo. Sema nitafunika madhabahu. Nitafunika kila uchi. Nitafunika mabaya yote. Ili niwe na sababu ya kubarikiwa. Tunatafuta mtu ambaye leo atakuwa na sababu ya kubarikiwa kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Unajua hata Mungu anapombariki Ibrahimu palikuwa na sababu. Alipoona vile anamfanya Isaka amebeba na kisu, anamchinja mtoto kipekee sababu ya mapenzi kwa Mungu. Mungu aliona ile sababu tosha ya kumbariki Ibrahimu. Haleluya. Akaweka agano na Ibrahimu. Hata mataifa watabarikiwa kupitia nani? Ukiona sisi leo tumeokoka ni sababu ya baba Ibrahimu. Haleluya. Kitu alichokifanya Mungu ameturumia mpaka sisi tunaitwa Israeli. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ukiona Elisha anakuja kuinuka, kulikuwa na sababu ya kupewa vazi na Elia. Haikuwa bure. Palikuwa na sababu. Unapoona Yoshua anarithi mikoba ya Musa, kulikuwa na sababu. Musa akipanda mlimani, Yoshua pale chini anasubiri. Wakina Haruni wako huko wanatengeneza ndama. Ndio maana alikufa mapema baadaye. Wakati Haruni anatengeneza ndama, Yoshua yuko anafuatilia Musa. Anafuatilia kazi ya Mungu. Anamsindikiza mtumishi wa Mungu. Yuko karibu na mikoba mtumishi wa Mungu. Anahakikisha mtumishi wa Mungu anakuwa salama. Yuko kama bodyguard fulani. Wakati Mungu anainua mwingine baada ya Musa, akamwita Yoshua akamwambia, mtumishi wangu Musa amekufa. Sasa ni wewe utavusha watu wao. Haleluya. Palikuwa na sababu kwa kila sasa. Ili utawale Nairobi kuna sababu. Ili uwe tajiri kuna sababu. Ili uishi miaka mingi kuna sababu. Ili uheshimiwe kuna sababu. Haleluya. Kuna sababu. Kama ni kuomba sana, omba sana. Kama ni kutoa, toa sana. Kama ni kufunga, funga sana. Uwe na sababu ya kubarikiwa. Kama ni kuficha matatizo ya kanisa, ficha sana ili uwe na sababu ya kubarikiwa. Sema amina. Sema niwe na sababu kwa jina la Yesu. Haleluya. Mordekai kabla pandisha farasi palikuwa na sababu. Mfalme anaangalia vitabu vya Matendo, akaangalia akakuta Mordekai alimsaidia mfalme asiuawe. Mfalme akauliza, ni mambo gani amefanyia Mordekai kwa haya yote ameyafanya? Wakasema hajafanyiwa. Akasema mwiteni Amani. Wakamwita Amani, akamwambia Amani, hivi huyu Mordekai haya yote amefanya? Huyu mlinzi wa kule getini analinda pale getini kufungua tu geti ndo kazi yake. Hivi amefanya nini kwa kile ambacho amefanywa nini kwa kile alichokifanya? Akasema hajafanywa chochote. Mfalme akamwambia, hivi wewe unanipa ushauri gani? Tumfanyie nini mtu kwa namna hiyo ambaye amefanya mambo mazuri namna hiyo? Wakati mfalme alikuwa amemficha Amani ni nani anaenda kumwinua.
Ndio pale tunaona Mordekai akamwambia mfalme, mtu kama huyo apandishwe farasi ya kifalme, avalishwe na mavazi ya kifalme, na kofia ya kifalme, apitishwe katikati ya mji na watu wote washangilie. Haleluya. Sema amina. Kukatisha story hiyo, alipanda farasi kama mfalme, alishangilia kama mfalme, na maadui wake wote wakatishwa chini yake, na wao wakapiga saluti kwa sababu palikuwa na sababu. Haleluya. Iko sababu huduma yako inuliwe, iko sababu ufanye wa thamani, iko sababu ya Mungu akupende, iko sababu ya Baba akubariki. Haleluya. Nimekuja ambia mtu mmoja Pangemi, mtu mmoja Cornerstone, uwe na sababu ya kubarikiwa. Hii Nairobi ni ya Mungu, Kenya ni ya Mungu. Kama una sababu, atakupa maofisi katikati ya watu, atakutajirisha katikati yao, utapata cheo katikati yao, utainuliwa, utapata farasi. Lakini kama una sababu, haleluya, sema amina, ni afya njema. Yesu akaangalia mitume wake wote. Kuna mmoja alikuwa anavua samaki, alikuwa ni mtu wa chini sana, anaitwa Petro. Lakini wakati Yesu anataka inue mtu, alimuita Petro, akasema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, na malango ya kuzimu hayatalishinda. Akamwinua Petro aliyekuwa anavua samaki, kwa sababu Petro alimpenda Yesu. Wakati mwingine alikata masikio ya watu kwa sababu ya Yesu. Anasema Yesu, niko tayari kufa na wewe, sababu ya injili, sababu ya wewe. Haya, yasema amina. Na Yesu akamuinua. Sema amina. Hata wakati alirudi nyuma kidogo kuvua samaki, Yesu akamfuata. Haleluya. Akawaangalia wamevua samaki wakakosa. Yohana 21 akawaambia, wanangu, mmepata kitoweo kweli? Akasema tujapata. Hapa hawakumjua kama ni Yesu. Akawaambia, hiyo jarife wekeni upande wa kuume wa chombo. Walipoweka samaki wengi wakajaa. Haleluya. Sema amina. Wakajaa, wakalivuta mpaka wakashindwa. Ndipo akamwambia tena Simoni wa Yohana, unanipenda? Akamuuliza mara kadhaa, kwa sababu alikuwa na sababu. Yesu amtafuta, hata amerudi kwenye biashara angemwacha. Haleluya. Maana alikuwa ni mtu wa kazi, alikuwa na unafiki, alikuwa ni mtu mwema. Anapanda mlimani na Yesu, anafunga na Yesu, anakesha na Yesu. Karibu angeuliwa na Yesu. Alikuwa na sababu ya kuinuliwa. Mungu akitembea kivuli kinaponya watu. Mungu alimuinua mvua samaki kwa sababu alikuwa na sababu. Uwe na sababu kwa jina la Yesu. Haleluya. Anamwambia, mwanangu, nataka unitengeneze chakula kitamu kabisa, roho yangu ipende, furahi, ili niweze kukubariki. Maana natafuta sababu ya kukubariki. Kamata upinde uta, katafute mnyama. Nimekuja ambia mtu, katafute mnyama, katafute sababu ya kubarikiwa kwenye kanisa hili. Baraka zipo, ila tunatafuta watu wenye sababu ya kubeba baraka. Oh my God. Sema amina. Mamejirani, baraka zipo. Wanaotafutwa ni watu wenye sababu ya kubeba baraka kwa jina la Yesu. Haleluya. Petro mwenye sababu, wakamkamata baba watu, wakamweka gerezani. Haleluya. Usiku wa manane malaika akashuka gerezani, akasema wafungwe wengine, lakini sio Petro. Wataua Yakobo, lakini sio Petro. Akamchapa Petro bavu, akamwambia, mwanaume, vaa viatu vyako, funga mshipi wako, kazi inaendelea. Wakaanza kutoka, makepa yanafunguka, makepa yanafunguka. Walinzi wajui kinachoendelea. Maana kuna mtu mmoja ametikisa mbingu. Ni mtumishi wa Bwana, ni mtumishi wa Jehova, hana unafiki wowote. Haleluya. Sema amina. Kama waimbaji mnaimba, imbeni sana. Hiyo ndio sababu ya kung'ara kabisa. Kama kuna waimbaji, ombeni sana. Kama umenunua gari, nunua na choka. Haleluya. Hiyo ni sababu ya kuheshimishwa. Nunua na masuti kabisa. Wakikuta kirehere, waambie
Jamini, kelele wa Yesu, kelele wa Yesu, kelele wa Yesu. Haleluya. Sema mimi na afya njema, sema mimi na afya njema. Mwambie una sababu kweli, mwambie una sababu kweli, mwambie unafurikaga unafumwaga, mwambie una sababu yoyote. Maana kuna watu mahali pengine wao ni kero, hadi kama nilikuharibu ni maneno machafu, ni majungu, ni uzushi wa kutosha, anavunja watu moyo, anakatisha tamaa, anarudisha watu nyuma, wanafanya kazi anawavunja moyo. Hiyo roho ya Sanbalati na Tobia naivunja kwa jina la Yesu. Navunja hiyo roho ya Sanbalati, navunja roho ya Tobia, ikateketee hiyo roho, ikavunjike hiyo roho. Mwambie jirani usinivunje moyo, mwambie tutanunua lingine, mwambie tutanunua lingine, tutakuwa mchungaji ama mchungaji, tutanunua. Maana ni sababu ya kubarikiwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Niseme au nisiseme? Ukiona mtu ashangilie kwa upande mwingine, huyo si wa kwetu. Ukiona mtu amenuna, huyo si wa kwetu. Huyo si wa kwetu. Wa kwetu wanashangilia, wa kwetu wanaendelea mbele. Hata una sababu leo, kaweka sababu leo, katekeleza sababu. Haleluya, haleluya. Kuna mambo ya vigezo. Maandiko anasema Yohana 17:4, Yesu anamwambia Baba, kazi umenipa nimeimaliza, umtukuze mwanao. Haleluya. Anamwambia Baba, kabla unitukuze nina sababu. Nimechapa kazi, nimepigwa viboko, nimetobolewa hizo alama. Tukuza mwanao. Nimefanya watu wameokoka, nimehubiria mataifa. Tukuza mwanao. Haleluya. Sema amina. Sema kuanzia leo nitachapa kazi. Hata yule asipokuja mkesha, njoo mwenyewe. Haleluya. Sema nitakuja mwenyewe. Sema hata nipigwe na baridi, hiyo ni sababu ya kumwambia Yesu, nilipigwa na baridi kwa ajili yako, nilikaa njaa kwa ajili yako, nilihatarisha ndoa yangu kwa ajili ya Yesu. Haleluya. Makofi kwa Mungu aliye hai. Unaona watu wanataka kuinuliwa, maana hiyo gari ni sababu, haya majengo ni sababu, kuna watu mtumishi wao ni sababu, wanaenda kuinuliwa. Haleluya. Kila pandacho mtu lazima atavuna. Ni kizuri atavuna, ni kibaya atavuna. Haleluya. Ukifunika utavuna, ukiinua wengine utavuna, ukibariki wengine utavuna. Ninaona mavuno yamekaribia kwa watu, mavuno ya maana, wenye utukufu wa kutosha. Haleluya. Sema amina. Kuwahi kanisani ni sababu. Unajua kuna malaika wengine wakipeleka ripoti, wanamwambia Mungu, yule mama anayewahi kanisani, yule mama anayekuanga wa kwanza, yule mama saa 3 inampata kanisani, yule mama anayefagia kanisani, ndio anahitaji gari, anahitaji shamba. Haleluya. Anahitaji bwana, anahitaji bibi, anahitaji ndoa. Ndio sababu kama ni kuosha, kama ni fagia, kama ni mtoto, utainuliwa, utabarikiwa. Hata wakujui, Mungu anakujua. Haleluya. Sema Mungu ananijua, hata kama wanijui, katika jina la Yesu. Haleluya. Uwe na sababu ya kuinuliwa kwa jina la Yesu. Fanya kitu kanisani, fanya jambo, tukisa moyo wa Mungu, tukisa moyo mchungaji. Mpaka mchungaji akiingia kwenye maombi anasikia kulia, ukifikiria kile umefanya, maana umehatarisha kwenye maisha. Baraka ikitoka anasema roho yangu kubariki. Mtu anapofurahi roho inabariki kutoka ndani. Bila unafiki. Chana hii tuna manabii, ubarikiwe, nyota inang'ara kwa namna hiyo.
Kuna sababu ya nyota ing'are, usidanganywe. Mmoja leo tutadanganywa mpaka hii. Tunakubiria ukweli, unapinda pinda kutoka hapa unaenda kule, na ndio kule kwenye maporomoko, na ndio kule kwenye tukikwambia ukweli hautaki, huu ndio ukweli kwenye maisha yako. Hiyo mwenye sababu mbingu tamuinua. Na kama watu wamekuinua, watakushusha watu. Mungu akikuinua kuna mtu atakushusha. Haleluya, sijasikia amina. Kama haya madhabahu Mungu ameyainua, hakuna kiumbe atashusha. Dunia nzima. Awe amezaliwa, awe hajazaliwa, awe atazaliwa. Kama Mungu amewainua hapo, hakuna atakayewashusha. Haleluya. Sema amina. Hakuna atakayewaondosha kwa namna yoyote katika eneo la maombi, katika eneo la ibada. Kama Mungu amewaleta hapa, ni mpaka Yesu anarudi. Haleluya. Sema amina. Sema akiinua ameinua, akibariki amebariki. Mungu anamwambia Balaamu, hata Balaki anakupa hela. Watu ambao nimewabariki, hakuna anaweza kuwalaani. Haleluya. Hata ukiwalaani na geuka na kuwa baraka. Kuna mtu ananielewa. Ukiona Mungu amebariki mtumishi askofu, hakuna atakayezuia. Wewe usipombariki, watatoka Tanzania watambariki. Watakuja Waarabu watambariki. Watakuja waziri watambariki. Maana Yesu ni baraka. Ameshabarikiwa, ameshainuliwa. Usipomfunika, ayayayayaya. Sema amina. Alikuwa anaitwa Hamu, hakumfunika. Mtu mmoja alikataa kumfunika, wakaja wawili wakamfunika. Akiondoka mmoja kwa ila, watakuja wawili. Wakiondoka 50, watakuja 100. Usipotoa 1,000, watatoa 200,000. Haleluya. Sema amina. Sema akiondoka mmoja, wanakuja dapo. Sema dapo. Wamebeba masuka yao, wamebeba pesa zao, wamebeba hela zao. Hawana shida na utupu wa mtu, hawana shida na marika ya watu. Wameinuliwa. Kazi endelee, kanisa endelee, watoto endelee. Pokea gari, pokea nyumba. Wanafunika mchungaji wao, pokea mali. Wanafunika mchungaji wao, baba yao, kiongozi wao. Wanaosilisha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema kwa jina la Yesu, nitaheshimisha baba yangu, nitaheshimisha baba yangu. Sema nitaheshimisha. Sema baba ni baba. Sema baba yangu lazima heshimiwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Makofi kwa jina la Yesu. Haleluya. Akisema toa, mwambie nitatoa. Akisema kanisani, mwambie mimi naenda kwa jina la Yesu. Haleluya. Unaona ushindi kwa jina la Yesu. Unaona baraka za Bwana kwa jina la Yesu. Sema amina. Ni afya njema. Wewe unamdharauje mtu ambaye Mungu alimpa uwezo kujenga safina, wakakaa kwenye safina, na wao wakakaa kwenye safina wakapata amani. Eti mtu mmoja anainuka, anapigana na nuru, anapigana na mchungaji. Mungu aliyebariki amebariki mtu wa Mungu. Aliyemuinua amemuinua tu. Haleluya. Sema amina. Lema hii kuna wengine wanakula hapa, wanaongewa hapa, wanakuja kula kinyume. Sema nakataa akili za wenda wazimu. Hata kuna wengine walishashuhudia, nimemwona Bwana, nimemwona Dafuka. Kuna siku wala hata si kanisa sielewi sijui kiongozi. Huyo ni mtoto yule mwingine. Haleluya. Huyo ni hamu, ana hamu ya kuharibu na atalaniwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuambia wewe, huyo mtu atakayebarikiwa. Wewe jirani, usicheze na uwepo wa Mungu. Mwambie cheza sehemu yoyote. Mwambie kanisani kuna baba mmoja anaweza kubariki, anaweza kulaani. Mwambie kuna sababu ya kubarikiwa na kulaaniwa. Mnaelewa? Mkikaa vizuri, watu wa Mungu, baraka zitafunika mazingira. Lazima sisi mtapaki wapi gani?
Sijasikia makofi. Haleluya. Haleluya. Mtakuja kupaki magari mkitokea kwenu. Sema nikitokea kwenu. Nyumbani kwako, nyumba yako, ploti yako. Mungu anaweza hawezi? Mungu anaweza hawezi? Sema anaweza. Sema anaweza. Mwambie jirani hujaja Nairobi bahati mbaya. Mwambie usikimbilie Masaboni, Masaboa. Haleluya. Hapa na Mungu wetu. Hapa na Mungu aliye hai. Lazima tuongezeke hapa. Tumekuja Nairobi ili tupokee baraka za Nairobi. Hizo nyumba kubwa zimejengwa na nani? Na hizo kubwa zimejengwa na nani? Au maviwanja ni ya nani? Na wewe ni nani? Ni mtu. Mambo jirani si ndio imeisha hivi? Unapita magari yanaendeshwa na nani? Mambo jirani ni swala la muda. Mambo tabiri tapita nayo. Haleluya. Haleluya. Naona baraka zinatumika kwa kanisa la Bwana. Naona neema ya Mungu inatumika. Hakuna kushindwa. Hakuna kurudi nyuma. Hapa ni kusonga mbele. Hapa ni kuendelea. Hapa ni kuendelea. Wababa tunaendelea. Wababa tunaendelea. Hafu ninasia hivi. Ninasia tena. Wababa mnaenda fanya jambo kubwa kwenye hili kanisa. Neema Mungu iko juu yenu kwa jina la Yesu. Kuna mambo mtayafanya, maana Mungu anakwenda kuyabariki maisha yenu. Anakwenda kuinua maisha. Haleluya. Unaona baba waliotakata, wababa walioinuliwa, wenye miji yao, wenye maofisi yao, wenye miji. Haleluya. Sema amina kwa ajili ya baba. Haleluya. Ukiona mama anabarikiwa, kila kuna baba humu. Lazima abarikiwe kwa jina la Yesu. Lazima ainuliwe kwenye maisha yao. Haleluya. Na huu mwaka lazima maajabu yaonekane. Sema kwa mwaka huu lazima watu washuhudie matendo ya Mungu. Washuhudie mambo mema ya Jehova huu mwaka. Sema mwaka huu. Sema ni kuinuliwa na kuinuliwa na kuinuliwa. Sema mwaka huu hawatanizuia, hawatanishikilia. Sema mwaka huu hawataniweza tena. Sema mwaka huu unalipa kisasi kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kama mtu anaenda kwa mganga kupata baraka hewa, baraka feki, hapa tuko zaidi ya waganga kienyeji. Ni watumishi wa Mungu aliye hai. Tunatoa baraka oji, baraka oji, mashamba oji, magari oji. Haleluya. Naona gari mtumishi wa Mungu haina masharti. Kuna magari mengine unafungua nasikia nifungue pole pole. Baada mlango kumbe ni gari ameua mama yake. Funga mlango pole pole. Kaa pole pole. Kumbe ni gari za kimapepo. Hiyo gari haina masharti. Kama kulala unalala kiyoyozi. Unaoga kiyoyozi. Haina mama ina mtu. Haleluya. Baraka za Jehova. Baraka za Jehova. Sema nitashuhudia baraka za Bwana. Nimekuja nikamshuhudia mke atokaye kwa Bwana. Mke atokaye kwa Bwana. Baraka za Bwana kwenye malango haya. Barikiwe. Haleluya. Sema amina. Sema mpaka nibarikiwe. Sema sitaondoka kwenye malango haya. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Andika machache nikombe. Matarajio baada ya kubarikiwa. Baada ya kubarikiwa leo mtumishi wa Mungu mchungaji amekubariki na tarajia. Ninaandika haraka namba moja. Unaenda kuwa na kibali. Unakuwa na kibali. Namba mbili, unaanza kuongezeka. Baada ya leo mkitoka hapa mnaenda kuwa na kibali. Mnaenda kuongezeka. Namba tatu, unakuwa na pia na ubunifu juu ya kazi.
Kutoka kwa akili za kazi, ubunifu unaongezeka. Kule kazini wataona mtu mwingine mengi. Unafanya kazi tofauti. Sema akili. Namba moja nimesema unakuwa na kibali. Namba mbili unaanza kuongezeka. Unajua kuongezeka, maisha yanaongezeka, viwango vile ulivyo unaongezeka, unafugaji, wakulima, wanaomitaji naongezeka. Namba nyingine, namba ngapi? Namba 4, utaanza kuona fursa. Sema kuona fursa. Fursa au nafasi, si ndio? Kuona fursa au nafasi. Au kupata kazi au biashara, hiyo tunasema kuona fursa. Mathayo 13:48 kuna mtu akaona kuna vitu vya thamani chini ya shamba. Si ndio? Kwenye shamba akaona kuna dhahabu huko. Ile ni macho tofauti, mwenye shamba aone. Anakuja mwingine anaona, utaona. Mali wengine hawaoni. Haleluya. Kuna mtu anaendelewa. Mambo jirani, utaona mali wengine waone. Mali unasoma wengine waone, utaona ufunuo hapo. Hapo mtu anasoma Biblia haoni, unaona hapa Bwana amesema nani. Haleluya. Utaona kazi, utaona maofisi, utaona gari yako, utaona mume wako, utaona mke wako, utaona mpaka kwenye ardhi. Pokea macho ya rohoni, pokea macho ya ndani. Maana kuna vitu vimefichwa mpaka ubarikiwe ndio utaanza kuona. Haleluya. Na kuanzia leo kuna watu mtaanza kuona. Baba mchungaji, njoo bariki hii. Mchungaji, nimepata hii. Mchungaji, nimepata hii. Mchungaji, nimepata hii. Mambo yetu mtayaona. Haleluya. Ninaona baraka nyingi sana. Andika hiyo. Utakutana na watu wa maana. Leo kuna watu kutana nao akina Hamu hao. Ni hatari sana. Mungu akupe watu wa maana. Leo kukutana naye tu ni ya kufusha tu. Yeye ni ya kusupport tu. Yeye ni ya kuinua tu. Sema naenda kukutana na watu wa maana. Haleluya. Sio kukaribia maisha. Kama ni mume wa kupoa, ni mke wako, ukutane na watu wa maana. Baada ya hizo baraka za leo, ukutane na watu wa maana kwa Yesu. Haleluya. Najua Farao alikutana na mtu wa maana, Yusufu, akabadilisha kila kitu pale Misri. Kuna mtu ukikutana naye kila kitu kinabadilika. Inawezekana wengine mkoa wa Nairobi, hiyo kuna mtu mmoja alisababisha ukaja wapi. Usimsahau huyo mtu, mkumbuke hata kwa maombi. Kuna namna alikusaidia ukatoka huko. Hata mimi kwenda Arusha kuna mtu alifanyaje? Kutoka mkoa mmoja kwenda, kuna mtu nilikutana naye akaniinua kiroho. Haleluya. Tuna watu wa maana. Wa kwanza ni askofu. Sijasikia amina. Sijasikia amina. Sijasikia amina. Mwimbaji mmoja kaimba, tumpate wapi tena mtu kama huyo ambaye wa Mungu anakaa ndani yake, mwenye hekima za Mungu, mwenye nguvu za Mungu, asiyepindisha mambo, aliyenyoosha injili. Tunapata wapi baba kama huyu? Anajua kukesha, anajua kuwa kanisani, anajua kufundisha, anajua. Baba yetu tunapata wapi baba? Haleluya. Fungua macho kama ya Hamu. Kuna watu wanaona kile kimeletwa hapa. Kuna watu wanaona miujiza aliyobeba mtumishi wa Bwana. Alikuja Arusha, watu walibarikiwa, mpaka leo wanatamani arudi Arusha. Kuna mambo ameweka ndani yake. Uwe na macho ya kuona kilipo chini ya ardhi. Haleluya. Sema amina. Mami ukizubaa, Yakobo anakuja baraka, wanachukua baraka za Esau. Ukizubaa, wengine wanabeba, wanaondoka, wanaenda. Sema amina. Wazubaa tutaona. Zubaa kuna kina Yakobo. Wanasubiri mistake. Wanakuja nasema, baba ndio mimi nimekuja unibariki mara moja. Chakula kinanukia hapo. Rojo zinanukia, samaki zinanukia, ameweka viungo. Mzee ananusa mpaka anasahau sauti ya mtoto wake. Haleluya. Sema amina. Mtu anajaribu kutafakari ni nani, harufu ya chakula na muujiza aliyotoa vinamshawishi. Baba kula, baba nimekuletea, baba hii hapa nibariki baba. Mzee akasahau Esau. Ukizubaa, wengine wanapita na baraka. Bila kuambia ukweli, hata kwenye gari kuna watu walizubaa kidogo, ila huko wasubaa sana. Maana bado kuna kafursa kamesalia.
Haleluya. Sema nitapita kwa nguvu. Sema inawezekana ikatimia. Waliokuja wa mwisho watapokea sawa na wa kwanza. Mungu akusaidie, inawezekana hilo andiko likakubeba. Hata kama ulichelewa kutoka, mwambie Mungu, nimekuja wa mwisho, usinisahau na mimi. Nilipitiwa tu baba. Na mimi baba, na mimi nibariki baba yangu. Na mimi nibariki Mungu wako. Haleluya. Sema Mungu. Andiko likakufende kwa jina la Yesu. Pamoja na hujachelewa sana. Mwambie kama ungali una moyo wa kufanya, inawezekana kuna kanafasi kamesalia. Mimi naomba Mungu, ukiona watu wanainuka, inuka na wao. Enda na wao. Haleluya. Wanarudi chini, usitembee na wao. Maana watu waliopewa majeraha ya ndani, hata ukikanana na kuzungumza tu mabaya ya watu, haoni mema tena. Unakata hata injili ikihubiriwa, kama umekwazika, unaona yote haifai. Maana mtu ana majeraha, yuko tu hapo. Inahubiriwa njoo tu anabarikiwa, yuko tu hapo hivyo. Watu kama ni hatari sana. Kikanao watakuelezea mabaya kila mtu. Tembea na watu ambao Mungu ni mhukumu peke yake. Haleluya. Na mbaya kwako sio mbaya kwangu. Mambo jana usifuate mkumbo. Mambo usifuate mkumbo. Anaweza akakuumiza wewe akaniinua mimi. Haleluya. Sema amina. Sema ni afya. Kama alikuumiza wewe ataniinua. Yeye mlishindana shauri yenu. Mliumizana shauri yenu. Mbaya. Hata babangu mzazi kama na adui sio lazima adui yangu. Wadu wao ni wadu wao. Mimi mwingine naye ni mwingine. Kwa jina la Yesu. Maisha yataendelea. Haleluya. Sema amina. Kwa hiyo usipambane na mtu sababu ya mtu mwingine ametangaza kwa huyo mtu. Haleluya. Kama aliloga mtoto wake ameloga kwako. Kutoza malango ya kuzimu, malango ya shetani yakatoketee wanao